Naitwa Emmanuel Fortunatus Cheneko, wakili wa serikali. Leo tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2026 katika mahakama ya wilaya Ilala iliyopo Kinyerezi, Dar es Salaam, mbele ya Mheshimiwa Mohamed Burhan waliweza kufikishwa washtakiwa wawili. Mshtakiwa wa kwanza anaitwa Sufuyu na mshtakiwa wa pili anaitwa Brandina Samuel Mwarutolo. Washtakiwa wote wanashtakiwa kwa makosa ya kushindwa kutoa risiti ya kielektroniki inayofahamika kama risiti ya EFD. Kosa la kwanza ni kushindwa kutoa risiti ya kielektroniki kutokana na huduma walioitoa yenye thamani ya shilingi za Kitanzania 1013 kinyume na kifungu cha 97(1) aya B cha sheria ya usimamizi wa kodi sura namba 438 toleo la 2023 ikisomwa pamoja na kifungu cha 96 pamoja na kifungu cha 97 cha sheria ya fedha sheria namba 6 ya mwaka 2024. Kosa la pili ni kwa mshtakiwa wa kwanza kwa maana ya kushindwa kutoa risiti ya kielektroniki inayofahamika kama EFD kutokana na huduma aliyoitoa yenye thamani ya shilingi za Kitanzania 1035 kinyume na kifungu cha 97(1) aya B cha sheria ya usimamizi wa kodi sura namba 438 toleo la 2023 ikisomwa pamoja na kifungu cha 96 na 97 cha sheria ya fedha sheria namba 6 ya mwaka 2024. Washtakiwa wote wawili walikiri makosa yao na mahakama ikawakuta na hatia. Na mshtakiwa wa kwanza Shufuyu aliamliwa kulipa currency point 100 kwa makosa yote mawili, na currency point moja ni sawa na shilingi 20,000. Kwa tafsiri hiyo anapaswa kulipa fedha za Kitanzania shilingi milioni 4 au kifungo cha miaka 3. Na mshtakiwa wa pili kwa maana ya Brandina Samuel Mwarutolo, yeye aliamuliwa kulipa currency point 100 kwa kosa moja aliyokuwa amekutwa nalo hatia. Thamani yake ni sawa na currency point, currency point moja ni sawa currency point moja ni sawa na shilingi 20,000. Kwa tafsiri hiyo currency point 100 kwa Brandina anapaswa kulipa fedha za Kitanzania milioni 2 au kifungo cha miaka 3. Asanteni sana. Asante. Kwa majina naitwa Salmon Mtemela, ni kaimu meneja upelelezi kanda ya Dar es Salaam. Ulipaji kodi wa hiari ni kiini cha ustawi wa nchi, na ulipaji kodi wa hiari unaenda sambamba na utunzaji sahihi wa taarifa za kibiashara. Sasa taarifa za kibiashara, mfanyabiashara anao wajibu wa kisheria wa kutoa risiti za EFD ambazo atatoa kwa thamani ya fedha aliyopokea. Lakini pia mnunuzi anao wajibu wa kisheria wa kudai risiti kwa thamani ya fedha aliyotoa. Sasa kuna baadhi ya wafanyabiashara ambao ulipaji kodi wa hiari sio utamaduni wao. Sasa serikali inakosa mapato, lakini pia inaleta ushindani wa kibiashara usio wa haki. Duka hili linavyokuwa linatoa risiti, duka la pembeni halitoi risiti, hawa hawezi kuwa sawa kwenye ushindani wa biashara. Ndio sasa tunayo operation ambayo imesambaa sehemu zote kwa ajili ya kuwafuata hawa watu, na sheria itachukua mkondo wake. Lakini pia nitumie fursa hii kutoa rai kwa wafanyabiashara wote, tulipe kodi kwa hiari kwa ajili ya ustawi wa nchi yetu. Asanteni sana.